الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والنار. أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإنه قد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah jalla wa ala, kuzitaka sala na salamu zimfike kiongozi wa umma bwana Mtume alayhi salatu wassalam. Awali ya yote na kuhusieni mbamba na kuihusia nafsi yangu kwa jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Nukta ya pili, hutuba yetu katika Ijumaa hii ya leo biaunillahi jalla wa ala, tutaishi na maudhui ambayo inayosema qimatul waqti fi hayati almuslimi, thamani ya wakati katika maisha ya Muislamu, kwa sababu hakuna kitu ambacho kilichokuwa bora na chenye thamani iliyokuwa kubwa zaidi katika maisha ya Muislamu kama vile wakati wake. Bali wanasema baadhi salaf, alwaqtu hiya anfasu min almali, wakati na ndio kitu ambacho kilichokuwa bora zaidi kuliko hata mali ambayo mtu anaimiliki. Sasa kwa kulifahamu hili, ni juu ya kila mmoja katika Waislamu, hususan wewe salafi, kujua thamani ya wakati na thamani ya kufanya matendo yaliyokuwa mema katika wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuneemesha nao. Wala tusawif nafsak, na wala usiitie taswif nafsi yako na ukaidanganya ya kuwa wewe bado wakati unao, kawa unazembea katika kuyafanya yale mambo ambayo yatakuweka karibu na Mola wako jalla wa ala. Kawa unazembea kuzifanya baadhi ya ibadati, talabil ilmi wa ghairiha, kama vile kutafuta elimu na mengineyo yasiyokuwa hayo katika ibada zilizokuwa bora. Bali Muislamu haitakiwi aishi katika ghafla na kujiziuka na kujiona yeye katika hii dunia kana kwamba ameshafika tayari, bali Muislamu inatakiwa aishi kana kwamba anasafiri, kwa sababu msafiri yeye anapokuwa yupo katika safari yake, mathalan yupo kwenye basi, huwa anahofia hata kutoka kwenda chooni kwa kuhofia asije akaatwa na usafiri. Hakadha yambaghi an yakuna muslimun fi hadhihi dunya, na hivyo hivyo na ndivyo ambavyo anavyotakiwa awe Muislamu katika hii dunia. Ametaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi athari kutoka Abdullah ibn Umar
radiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha rasulullah sallallahu alayhi wasallam bimankibayya faqala kun fi dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Anaeleza Abdullah ibn Umar ya kuwa alinishika mimi Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mabega yangu, kisha akasema kun fi dunya ka'annaka gharibun, ishi katika hii dunia, kuwa wewe katika hii dunia kana kwamba ni mgeni au mpita njia. Abdullah ibn Umar pindi alivyoyasikia maneno haya kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, sasa yeye ikawa kila anayekutana naye anampa usia mithili ya ule usia ambao yeye amemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akimusia. Kisha anamwambia idha amsayta fala tantadhiri as-sabah wa idha asbahta fala tantadhiri al-masa. Ukifikiwa na jioni usisubiri ikufiki asubuhi, na ukifikiwa na asubuhi usisubirie jioni. Lile ambalo lina uwezekano wa kulifanya wewe kwa ukamilifu katika ibada na katika yale ambayo yatakuweka karibu na Mola wako Jalla wa Ala, basi uyafanye katika kile kipindi ambacho umepata fursa ya kuyafanya. Kisha alikuwa akisema Abdullah ibn Umar, wa khudh min sihhatika almarad wa min hayatika almaut. Allama Salih al-Fawzan Allahu yahfadhuhu wa yar'ah, wakati anayasherehesha maneno haya katika kitabu chake Sharh ya 40 an-Nawawiyya, akasema huu ni katika usia wa Abdullah ibn Umar, muda wa kuwa mwanadamu yupo katika afya iliyokuwa njema, ana nguvu ya kuziendea ibada, ana uwezo wa kufunga, ana uwezo wa kusimama usiku na kuziswali zile swala za usiku, ana uwezo wa kupigana jihadi fi sabilillah katika zile jihadi za kisheria, ana uwezo wa kufanya da'wa, kulingania watu katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ana uwezo wa kujitolea mali zake katika njia za kheri, basi na ayafanye hayo kabla hajafikwa na kipindi ambacho yeye atakosa ile fursa ya kuyafanya mambo hayo. Kwa sababu wewe pindi utakapokuwa umesibiwa na maradhi, hautoweza tena kufunga, hautoweza tena kusimama usiku na kuswali, hautoweza tena kuyafanya yale ambayo ulikuwa ukiweza kuyafanya katika kipindi ambacho una afya iliyokuwa njema. Ayuha muslim, maadama Allahu a'taka as-sihha fabadir bil a'mali salihah. Ewe ndugu yangu Muislamu, muda wa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekupa afya iliyokuwa njema, una nguvu katika kiwiliwili chako, basi fanya haraka kuyaendea matendo yaliyokuwa mema, matendo ambayo yatakusababisha wewe kuingia katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'la wa a'lam. Alhamdulillahil karimil mannan al-ahadu as-samad alladhi la yakhlu min ilmihi makanin wa la yushghiluhu sha'nun 'an sha'nin wa tanazzaha 'ani as-sahibati wal awlad. Amma ba'd, ayuha an-nas, man jahila qimata al-waqti fasayati alayhi hinun ya'rifu qadrahu. Ndugu zanguni katika imani, yule ambaye amekuwa mjinga na akakosa kufahamu ile thamani ya wakati ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemneemesha nao, basi afahamu ya kuwa atakuja kufikiwa na kipindi ambacho atafahamu ile thamani ya wakati na thamani ya kufanya matendo yaliyokuwa mema katika wakati ambao kwamba Allah subhanahu imtanna alayhi, katika kipindi ambacho atajikuta yeye tayari ameshaingia katika mifumo ya Allah subhanahu, umauti tayari uko mbele yake na wala hana sehemu ya kutokea. Ndipo ataanza mtu kulalamika
na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie yeye umri, walakinna dhalika amrun mustahilun, lakini jambo hilo la kuzidishiwa yeye umri ni jambo ambalo haliwezekani tena. Ndugu yangu Muislamu, isikudanganye afya uliyokuwa nayo, usidanganyike na umri uliokuwa nao ukajikuta kwa sababu wewe ni kijana. Usikudanganye umri uliokuwa nao ukajikuta kwa sababu wewe ni kijana basi masala ya kufa kwa wewe yako mbali sana. Anasema al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin asha kathirun min ad-dahr. Kwani wazima wangapi ambao kwamba nyinyi mnawafahamu walikuwa wanatembea, wanafanya harakati zao, wanakwenda huku na huku, na wamekufa basi na kuumwa, hakuna illa yoyote, wakadondoka katika makazi yao, wakadondoka katika majumba yao na wakafa, ikawa ndio sababu ya kufa kwao. Wa kam min saqimin asha kathirun min ad-dahr. Na wagonjwa wangapi ambao nyinyi mnawafahamu miaka mingi, miaka 5, 6, 7, anaumwa yupo kitandani, lakini wanaishi miaka mingi. Kam min sahihin mata bighairi illa wa kam min saqimin asha kathirun min ad-dahr. Wazima wangapi ambao wao wamekufa pasi na illa, na wagonjwa wangapi wao wameishi au wanaendelea kuishi kwa muda mwingi. Isikudanganye afya uliyokuwa nayo ukajikuta kwa sababu wewe una afya iliyokuwa njema, unaweza kufanya shughuli zako, basi masala ya kufa kwa wewe yako mbali. Al-Imam Salih ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala anasema wakati pale ambapo alikuwa akiwahimiza watu kufanya tauba na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akasema tabakkari fi taubati ila Allah wala rubbama takhruju min baytika mashiyan wa tarji'u mahmulan ilayha. Fanya haraka wewe Muislamu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani inawezekana ukatoka wewe asubuhi nyumbani kwako, unaenda katika shughuli zako na mihangaiko yako kama kawaida, lakini ukarejeshwa nyumbani, umechukuliwa, unarejeshwa nyumbani kwako, umeshakufa. Wewe ndugu zanguni katika imani, badiru bil a'mali salihah. Allahumma barik fi a'malina wa a'marina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.